Naomba niwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Asanti, mimi ni mwema, ninafurahia neema ya Mungu. Bwana amekuwa mwema kwangu. Ninafurahia kuwaletea neno la Mungu ambalo liko katika kitabu cha Yohana 16 na mstari wa 30 hadi 33. Maandiko haya yanaonyesha ama ni hadithi na maelekezo ya jinsi maisha ya Yesu katika mwisho wa siku za maisha ya Yesu hapa duniani ilivyokuwa. Baada yake kuwa na mazungumzo mengi na mafundisho mengi aliyowafundisha, tunaona ya kwamba tukifika hii Yohana 16 na mstari wa 30, tunaona ya kwamba mazungumzo yale yalipelekea wanafunzi wa Yesu kumweleza maneno haya. Yohana 16 na mstari wa 30, ya kwamba sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja ya mtu akuulize. Kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Na mstari wa 31 maandiko inasema ya kwamba Yesu akajibu, je, sasa naamini? Okay, ukiangalia hapa unaona ya kwamba kumbe kwa hiyo miaka 3.5 ambayo Yesu alikaa na wanafunzi wake, hawakuwa wamefika kiwango cha kufahamu kabisa ama hata kumwamini kabisa ya kwamba yeye ni nani. Na hapa ndiyo tunaona sasa, baada ya Yesu kuwa na mazungumzo na wao katika siku zake za mwisho ulimwenguni, ndio anafika wanamwambia, sasa tumejua ya kwamba wewe unajua mambo yote, wala hakuna haja ya mtu kukuuliza maswali. Na si hivyo tu, tumekuja sasa kuamini, na tumeamini kabisa ya kwamba wewe umetoka kwa Mungu. Na ndiyo Yesu tunaona anawaelezea, you believe at last. Ni kana kwamba sasa anasema, hey, unajua ni kama vile ambavyo mtu anaweza fika mahali aseme, nao kumbe sasa mmeniamini, kumbe sasa mmenikubali. And so for all this time, kuna kitu Yesu alikuwa anatazamia wakati hawa wanafunzi wake watafika wakati wa kumwamini na kumchukulia jinsi yeye alivyo. Hata kama tunajua ya kwamba bereni watu kama Petero alinena wakati Yesu alikuwa ameuliza, who do people say I am? Petero alikuwa amesaidiwa na Mungu kusema ya kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Kumbe hata wakati huo wote hawakuwa wamefika kiwango kama hiki cha wao kusema sasa tunaamini. Na wakati Yesu anapoona na kutambua kwa kabisa, sasa hawa wameniamini, sasa hawa wamenikubali mimi jinsi nilivyo, sasa kilichofuatia ni yeye kueleza na kuambia, hata kama ninajua na nimefahamu, mmenieleza, mmeniamini, lakini kuna kitu kitatendeka. Verse 32 anasema ya kwamba saa inakuja, naam imekwisha kuwadia, mtakapotawanyika kila moja kwenda nyumbani mwake na kuniacha peke yangu. Lakini mimi siko peke yangu, kwa sababu Baba yu pamoja nami. Nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani mkiwa ndani yangu. Ulimwenguni mtapata dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ninaona nikisoma haya nikana kwamba Yesu kuna jambo alitamani kuandaa, na anawaambia anataka wajifunze na yeye. Maana baada ya kuona ya kwamba sasa wamemwamini na wamemkubali kuwa jinsi yeye alivyo, anawaeleza, unajua nini? Ni vizuri mmeniamini, ni vizuri mmenikubali kuwa mimi jinsi nilivyo, lakini wakati unakuja na sasa umefika. Wakati gani huo? Nyote mtaniondoka, mtaniacha, na kila mmoja ataenda katika nyumbani mwake, shughuli zake, na
mtaniacha peke yangu. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati mwingine nilikuwa natazama neno hili na ninaona ya kwamba kumbe inaweza fika wakati kama jinsi ulivyofika wakati wa Yesu, mahali ambapo wakati unafikiri sasa watu wote wamekukubali, wakati unapofikiri sasa watu wote wako tayari kufuata, wako tayari kukusaidia, wako tayari kuandamana nawe kwa hali, kwa mali, kwa kujitolea, lakini wakati unaweza fika jinsi ambavyo Yesu alivyofahamu ya kwamba wakati ungemfikia na kuambia watu mtaniacha nyote. Ninajua, ninaelewa kuna wakati utafika, na wakati umefika nyote mtaniacha. Na nikaona ya kwamba kumbe hata nasi kama Wakristo, there are times that reaches as such whereby unapata ya kwamba kila mtu amekuacha. Hakuna mwenye ako na shughuli na wewe. Kila mtu ameenda katika shughuli zake, ameenda katika shughuli za familia yake, ameenda katika shughuli za biashara yake, ameenda katika shughuli za mambo yake. Na wakati huo ukijiangalia, unajipata ya kwamba you are all alone. Lakini mpendwa, ni vizuri wakati kama huo ukikupata, ujue na ujifunze na huu uliompata Yesu. Anasema ya kwamba ninajua wakati unafika nyote mtaniacha, na kila mmoja katika shughuli zake. Lakini swali la kujiuliza, what happens or what would happen wakati unapotarajia ni wakati wangu wa ugumu, ni wakati wangu wa shida, ni wakati wangu wa matatizo? Maana Yesu anaposema wakati unawadia na umefika, haukuwa wakati mwingine, ulikuwa ni wakati wa mateso yake, wakati wa shida zake, wakati wa kuchukuliwa, wakati wa kudhihakiwa. Na wakati alipodhihakiwa, akachukuliwa, wakati wa kusalitiwa, akashtumiwa kuwa amefanya dhambi, akachukuliwa, akaanza kuteswa, akaanza kupitishiwa shida na mambo magumu aliyoyafuata. Wakati huo, wakati wanafunzi wake walihitajika kuwa karibu na yeye hapa kwa hapa, all of them they went. Hakuna mwenye alikuwa na shughuli na yeye. Ili neno hili litimie, anapoambia wakati unakuja unafika, katika wakati niliwahitaji sana, hata kama mliniamini na mlikiri mnaniamini, lakini nyote mtaenda mniache. And so such times comes even to believers. Wakati when unatarajia huyu, kwa sababu ya jinsi tumekuwa marafiki, kwa sababu ya jinsi tumeandamana, kwa sababu ya jinsi tumekuwa wakaribu na wamenikubali, when you expect that they will be there for you, times may come whereby no one is there for you. Even your closest friend hayuko karibu, ameenda katika shughuli zake, ameenda kujitafutia maisha. Na wakati kama huo ndio uliompata Yesu. Lakini anasema ya kwamba one thing I know, hata wakati nyote mtaniacha, sitakuwa peke yangu. I know I have my Father who is with me. Ili hata nasi tujitie nguvu, that when you find yourself alone, it is good to encourage yourself. Yes, I am alone in this. Ndio niko peke yangu kwa hii hali ngumu, lakini jambo ninalolijua, si yuko peke yangu, Mungu yu nami. And I think this is what gave Jesus comfort and encouragement to face what was ahead of him. Japokuwa ilifika mahali mambo ikawa mazito, hata akalia, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Mungu wangu, mbona umeniacha? So hata ile confidence alikuwa nayo ya kuwa ya kwamba Mungu hata muacha, ilifika mahali mambo ikawa magumu, akaona kweli hata yule niliyadhani yuko pamoja nami kabisa ameniacha. But it is good to be encouraged that hata wakati huo unaona kabisa amekuacha, hata umeachwa na marafiki, umeachwa na watu waliokuwa karibu na wewe, hata unafika unaona hata Mungu ameniacha, know this, God has not left you. God has not forsaken you.
Na ndiposa tunaona ya kwamba hata baada ya Yesu kufa, kwa sababu yale ndiyo yalikuwa mapenzi ya Mungu, because God had not left him, after 3 days he rose again. Hivyo ili tujitie moyo ya kwamba hata wakati tumeona things have totally down out of hatuwezi, hatujui tufanye nini, hakuna aliye karibu nasi, Bwana atajitukuza na kukuonyesha ya kwamba yeye bado yu pamoja nawe. So ni vizuri kujitia moyo. Wakati mmoja Paulo aliandika na akasema ya kwamba, akimwandikia Timotheo, kamwambia fanya hala kuja, kwa sababu hata Dema aliniacha, mwingine aliniacha, mwingine aliniacha, hakuna aliye na yeye. So let us be encouraged to know that hata wakati tunapohisi we are left alone, God is still with us. He will never leave us. Neno la Mungu linasema ya kwamba, I will never leave you, I will never forsake you. Bwana hatatuacha, Bwana hatatuachilia. Yeye yu pamoja nasi kila wakati. Na Yesu aliahidi ya kwamba, behold, I am with you to the end, hata mwisho wa dahari. Hilo ndilo ahadi la Mungu. Hata wakati unapojihisi I am alone, know this, you may not be alone. Only tafuta kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Hata watu wakikuacha, Mungu atakuwa nawe, katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini tunapoomba katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya kutuhakikishia kwamba hata wakati tunaweza jipata katika shida, katika hali ambapo tumeachwa, tusaidie kukumbuka hivi ya kwamba hata kama tunaona tukiwa peke yetu, hatuko peke yetu, bado u pamoja nasi, unatujali na unatuwazia mema, na ya kwamba neno lako ni thabiti, hautatuacha, hautatuachilia, kila wakati utakuwa pamoja nasi. Katika Kristo Yesu Bwana tuomba na kuamini na kushukuru. Amen.